Okay, asante sana Ezekiel, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha wasikilizaji, watazamaji kwenye hiki kipindi cha leo ili tuweze kupeana taarifa zinazoendelea sokoni, na nafikiri kwa hapa kwenye soko letu nafikiri atapresent kinachoendelea. Hakuna matukio makubwa zaidi ya kuendelea kupata maumivu kidogo ya kilichotokea kwenye taifa kubwa huko Marekani na kuendelea kupiga hesabu kwamba kwenye haya mazingira tutakuwa tunaishije. Lakini taarifa nzuri iliyotokea wiki hii ni kwamba imeonyesha kwamba kuna ukwasi wa kutosha kwenye soko la kwetu, kwa sababu CRDB matokeo nafikiri yametoka wiki hii ambako walikuwa wanataka kukopa shilingi bilioni 150 kwenye ile Samia bond na akapata kiasi cha karibu bilioni 323, bilioni 323, na alirezi hizo pesa katika kipindi ambacho mara nyingi watu tunakikwepa kuwa na product mpya sokoni, kipindi cha Krismasi, mwisho wa mwaka, lakini ameweza kupata kiasi chote hicho cha pesa. Kwa hiyo inatia matumaini kwamba kumbe ukwasi upo, kwamba ukiona pochi yako haina pesa, kumbe ni wewe tu tafuta jinsi ya kuzitafuta. Kwa hiyo ni ukwasi upo, ni kutengeneza product nzuri, na ni kipindi ambacho ni kizuri kwa sababu nchi za dunia ya kwanza na kuanza kusema kwamba huko hatutoe misaada, hatutoe mikopo, humu ndani tunaweza tukakusanya 10,000 hapa, 40,000 hapa, tukalijenga lireli mpaka huko DRC. Karibuni sana tusikilize yaliyojiri wiki hii. Kwa kweli napenda hizi story. Unajua, mtu ukikaa tu huko nje, kila mtu anakuambia bwana, vyuma vimekaza, unaweza kujikuta unalegea. Kwa hiyo nimeona umuhimu wa kuja kusikiliza hizi story. Wewe umetoka kusema vyuma vinakaza, afu nasikia watu wameweka pesa hiyo. Unaweza ukajikuta umereset kidogo kwenye nomo. Karibu Amy, utupe greetings kidogo.